بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wageni waalikwa wote ambao wamehudhuria, kila mmoja kwa nafasi yake, nikiwataja mmoja mmoja muda nao utazidi kwenda, lakini tukumbuke kwamba katika hao waliofika hapa tunaye mjumbe wa Baraza la Ulama Sheikh Uthman Mufti London, lakini vile vile tulikuwa na Sheikh Taha Bani, lakini na viongozi wakubwa wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Mambo ya Nje, Mheshimiwa Dr. Kilima tuko naye hapa, na vile vile viongozi wetu wa kiserikali katika masala ya wahamiaji, nao vile vile ni wadau wakubwa katika swala la hija, wako hapa. Lakini na nyote mliohudhuria, niseme ya kwamba mimi ni mjumbe katika kamati ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania inayosimamia na kuratibu safari za hija kwa taasisi za Tanzania bara, tukishirikiana na wenzetu kutoka wakfu na Mariamana. Wao vile vile ni waratibu wa hija kwa taasisi zinazotoa huduma kwa mahujaji wa Zanzibar, na tumeona hapa wengine alhamdulillah wamekaribishwa, wamefika hapa. Hii ni kuonyesha kwamba sisi sote ni kitu kimoja. Hafla hii kwa hakika ni hafla kubwa sana, na lengo ni kuhamasisha mahujaji na kuwaeleza utaratibu wote ambao mahujaji watarajiwa wakiufuata utaratibu huo watatekeleza ibada yao ya hija. Ofisi hii ya Mufti kwa mukhtasar ni ofisi ambayo inasimamia na kuratibu masala yote yanayohakikisha kwamba hujaji atafika Saudi Arabia na kutekeleza ibada yake ya hija na kurudi Tanzania salama salimini. Tunaanza kwa kupokea utaratibu kutoka Wizara ya Hija na Umra ya Saudi Arabia. Wizara hii ndio ambayo imepewa mamlaka ya kusimamia na kuratibu ibada ya hija. Na tunapozungumzia masala ya kuratibu na kusimamia ibada ya hija kwa utaratibu uliowekwa na Wizaratul Hajj, ni jambo la lazima kulifuata. Nimesoma aya hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Kuwatii viongozi wetu katika maslahi ambayo yanahakikisha mahujaji wetu wanatekeleza ibada yao salama salimini ni jambo la lazima. Kwa hiyo tunapochukua utaratibu huo tunakuja nao Tanzania, tunakaa na taasisi za hija. Hizi taasisi ambazo mmeziona hapa, na kuna nyingine nyingi tu, na bado tunaendelea kuwakaribisha wengine ambao watakuja kuungana na wenzetu hawa katika kusimamia na kutekeleza, kuwasimamia mahujaji. Bado muda upo na tunawakaribisha. Kwa hiyo taasisi zilizokuwepo hapa ni taasisi ambazo zipo chini ya usimamizi wa bi'tha au uratibu wa hija katika ofisi ya Mufti wa Tanzania Dr. Abu Bakar Az-Zubair bin Ali wa Bwana. Taasisi hizi tunazifanyia uhakiki wa usajili wao BRELA, kwa sababu hatuwezi tu akaja mtu akasema mimi nataka nipeleke mahujaji, ikawa mtu huyu hatuna wapi pa kumkamatia, hatumtambui.
lazima kwanza ajulikane na mamlaka ya kiserikali, iwe ni kampuni iliyosajiliwa rasmi. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu ofisi hii ya Mufti ambayo ndiyo inayosimamia mahujaji wote wa Tanzania bara ndiyo yenye dhamana kwa pesa ambazo mahujaji wanazozitoa kwenye hizi taasisi. Hujaji akilipa pesa yake katika taasisi za hija, alafu ikatokea kwamba yule hujaji hakuweza kutekeleza ibada yake ya hija, yule haji anakuja katika ofisi hii ya Mufti, na ofisi ya Mufti inahakikisha kwamba hujaji yule arejeshewe pesa zake au apelekwe hija. Na kwa sababu ilikuwa lengo lake ni kwenda kutekeleza ibada ya haji, basi kipaumbele cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba aende kutekeleza ibada ya haji. Lakini tukiona kuna uzito wowote, basi arejeshewe pesa zake. Kwa hiyo lazima kitu cha kwanza kabisa taasisi iwe ni yenye kuandikishwa BRELA, mamlaka inazitambua, na iwe na ofisi zake na viongozi wake. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, tunapopokea ule mwongozo wa ibada ya hija kutoka Wizaratul Haji, tunahakikisha kwamba taasisi hizi zinausimamia mwongozo huo bila kukhalifu kipengele hata kimoja, kwa sababu taasisi ambayo itakwenda kinyume na mwongozo uliowekwa na Wizaratul Haji itapelekea taasisi hiyo kushindwa kupeleka mahujaji. Kwa hiyo taasisi itaingia katika matatizo kwa sababu iliweka dhamana ya kwamba itawasimamia mahujaji, lakini mwisho wa siku wakashindwa kutekeleza kuwapeleka mahujaji. Lakini pia ofisi hii katika jumla ya kazi zake ni kuhakikisha kwamba huyu hujaji akifika Saudi Arabia anapata huduma zake zote, na hili ni jambo la msingi sana. Yaani hujaji tumemsimamia huku Tanzania akaweza kulipia gharama zake zote, akifika kule basi ni jukumu vile vile la ofisi hii kuhakikisha kwamba hujaji huyu anapata huduma zake zote alizoahidiwa na ile taasisi. Kuna huduma ambazo ni huduma ambazo mahujaji wote wanazipata, kuhakikisha kwamba wameingia katika miji mitukufu, wametekeleza ibada yao ya umra, wamekwenda Mina na Arafa, wametupa vijiwe, jamarati. Hizi ni hukumu, hizi ni huduma ambazo, au ndio ibada yenyewe ambayo mahujaji wote kamili wanazipata. Lakini kuna huduma nyingine ambazo taasisi waliwaahidi mahujaji wao kwamba sisi tukifika kule tutakupa huduma hii, tutakupa na huduma hii na hii na hii. Nayo ile huduma tunaifuatilia kwa makini, hakikisha kwamba hujaji amepewa nayo huduma hiyo. Kwa hiyo haya ndiyo baadhi tu ya mambo ambayo ya msingi tunayoyasimamia kuhakikisha kwamba mahujaji wanatekeleza ibada yao ya hija. Lakini pia vile vile ni kuhakikisha kwamba huyo hujaji mwenyewe vile vile kupitia katika taasisi yake asiende kinyume na maelekezo yaliyotolewa na Wizaratul Haji. Na hili nalo ni sharti la msingi sana, kwa sababu mtakumbuka miaka iliyopita nyuma 2015 kitu kama hicho kulitokea maafa kule. Sababu ni nini? Ni kwenda kinyume na utaratibu uliowekwa na Wizaratul Haji. Lakini baada ya pale mpaka sasa hivi kwa miaka mingi hatusikii habari za vifo, hasa kuanzia mwaka juzi na mwaka jana idadi ya vifo vimepungua sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasimamia utaratibu uliowekwa na Wizaratul Haji, ambao ni usimamizi upo katika maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliposema la dharara wala dhirar. Lakini vile vile uhakiki maslaha, hifdhu nafsi wa hifdhu masalihi al-hujjaj. Hili ndio jambo kubwa sana la msingi ambalo Wizaratul Haji na biitha zote tunalisimamia jambo hili. Lakini kama alivyozungumza aliyenikaribisha hapa kwamba Wizaratul Haji wamekuja na mabadiliko mengi sana, na mabadiliko haya
yamejengewa katika msingi ule ule wa kuhakikisha kwamba mahujaji wanatekeleza ibada yao salama salimini, kwa wepesi, bila ya kuwa na kikwazo chochote ambacho kitawapelekea wao kuweza kushindwa kutekeleza ibada yao ya haji. Mabadiliko ya msingi kabisa ambayo wanayafanya Wizaratul Haji ni maandalizi ya mapema. Kuwa na maandalizi ya mapema ndiyo kunafanya kila jambo likakaa sawa sawa. Tena wanatuambia, angalia mambo ya kidunia tu haya ya michezo, World Cup inaandaliwa miaka 4 na idadi yake ni ndogo sana, watu labda ni 10,000, watu 20,000, kitu kama hicho. Lakini hija ambayo wanakusanyika watu wote, watu milioni 2 na nusu wanakusanyika sehemu moja, Mina na Arafa, alafu kusiwe na maandalizi ya mapema, hapana. Hili italeta machafuko makubwa na italeta vifo vingi, kwa sababu hakuna maandalizi. Chukulia mfano, wewe una shughuli yako tu ya harusi au shughuli kama hii, alafu iwe ni siku moja tu imeandaliwa, haiwezekani. Wenzetu hawa watahafe wana takriban mwezi mzima wanaliandaa jambo hili, ambao tukiangalia hapa wala hatufiki watu 2,000. Lakini ibada ya haji iandaliwe kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani mahujaji wasilipe pesa zao, wasubiri mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibaki miezi 3 ndio eti hija yote watu milioni 2 na kuendelea ndio wakusanyiwe katika sehemu hiyo, wapangiliwe mipango yao katika muda huu. Haiwezekani. Kwa Wizaratul Haji wameweka utaratibu wa mapema sana, na sasa hivi tunavyowaambia ni kwamba tuliwahi kuzungumza katika baadhi ya haflati kama hizi hapa tukasema kwamba mwezi 13, tarehe 13 Agosti, ambao leo ni tarehe 16, siku 3 zilizopita nyuma, ilikuwa ndio mwanzo wa taasisi au waratibu wa hija kuhakikisha kwamba wanahifadhi maeneo yao ya hija, maeneo ambao watatekeleza ibada ya hija Mina na Arafa. Na kuyahifadhi haya maeneo unahitaji pesa. Yani sio jambo la kwamba unapeleka barua tu kwamba mimi Tanzania tutakaa sehemu fulani. Hapana, kuna nchi nyingine na sehemu hiyo nao wataka wakae. Maana unachagua sehemu nzuri ambayo mahujaji wako watapata raha, na kwa ujumla sehemu zote alhamdulillah ni nzuri, unaziboresha Wizaratul Haji. Sasa huwezi ukaandaa sehemu ya kukaa Mina na Arafa bila ya kuwa na pesa, haiwezekani. Kwa hiyo sasa hivi watakiwa kuanzia sasa au kuanzia kabla ya tarehe 13 mahujaji wawe tayari wameshalipia angalau nusu ya gharama. Ukilipia nusu ya gharama, unaweza kuiwezesha hii taasisi yako itakao kupeleka kuhifadhi lile eneo ambalo zuri utakwenda kutekeleza ibada yako ya hija katika Mina na Arafa. Lakini jambo jingine katika mabadiliko ambayo wakati huu hautatutosha kueleza bitafsili moja badala nyingine, lakini tueleze ya kwamba kila hujaji atakapolipia gharama ya pesa, yani hata nusu au hata robo ya pesa, ama wale ambao wanatarajia kwa asilimia kubwa kwamba watatekeleza ibada yao ya hija, waende haraka wakatafute pasipoti. Kwa nini pasipoti? Kwa sababu ikifika tarehe 8 mwezi wa kwanza ndio itakuwa tarehe ya mwisho kuskani pasipoti. Tarehe 8 mwezi wa kwanza ndio itakuwa tarehe ya mwisho kuskani pasipoti. Sasa hujaji huyu anakwenda kutekeleza ibada ya haji takriban mwezi wa 6, mwezi wa 5 na wa 6. Lakini tarehe 8 mwezi wa kwanza ndio mwisho wa kuskani pasipoti. Hii maana yake ni kwamba mahujaji wafanye haraka sana kuhakikisha wanalipia gharama na kupata pasi za kusafiria. Na mtaona hapa wenzetu wa mamlaka ya serikali wapo hapa, ambao wao ni wadau wakubwa kuhakikisha kwamba mahujaji wanapata pasipoti, na wataeleza hapa, na jambo ambalo wala halina ugumu wowote kwa yule ambaye anataka kutekeleza ibada ya haji. Wizara wanahusika na masuala ya pasipoti hawana tatizo kabisa, na wapo wenyewe wataeleza.
Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Lakini ikifika tarehe 28 mwezi wa kwanza, ndio itakuwa ndio mwanzo waanza kutoa visa za hija. Visa za hija zitaanza kutolewa tarehe 28 mwezi wa kwanza, na mwisho itakuwa tarehe 9 mwezi wa tatu. Tarehe 9 mwezi wa tatu ndio mwisho wa kupata visa ya kutekeleza ibada ya haji. Kwa nini tuwasitie msisitizo swala hili? Kwa sababu mara nyingi huwa wanajitokeza idadi kubwa ya mahujaji dakika za mwisho kabisa na kulazimisha, wengine wanakwenda kwa mheshimiwa mufti, wengine viongozi wakubwa kabisa wa kiserikali wanaleta watu wao, wengine ni wao wenyewe wanahitaji kwenda kutekeleza ibada ya haji, jambo ambalo mheshimiwa mufti hawezi kumkatalia mtu kutekeleza ibada ya haji. Kwa hiyo anachokifanya nini? Ni kuiomba mamlaka watuongezee tena muda mwingine au watuongezee idadi nyingine mahujaji. Hili ni jambo ambalo kwa mwaka huu hatutalitarajia kwa sababu ya uhamasishaji kama huu na makongamano mengi tu ambayo tutayafanya katika miji takriban kama mikoa kama 8 tutakayoifanya, ni kuhakikisha ya kwamba watu wafanye haraka kulipia gharama za kutekeleza ibada ya hija. Lakini ikifika tarehe 8 mwezi wa 4 ndio itakuwa mwanzo wa mahujaji kuingia Saudi Arabia. Kwa hiyo hizi taratibu zote zilizowekwa na Wizaratul Haji ni wajibu kuzifuata. Kila jambo ambalo Wizaratul Haji wametuwekea ni wajibu kulifuata, na yule ambaye atakwenda kinyume na utaratibu huu atakuwa amepata dhambi. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Viongozi wetu wametuwekea utaratibu, basi ni wajibu kufuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema, ala almar'i almuslim as-sam'u wat-ta'a. Ala almar'i almuslim, muislamu yoyote ni wajibu kwake yeye as-sam'u wat-ta'a, kusikiliza na kutii viongozi wetu wanavyotueleza. Lakini si kwa mahujaji tu, wakubwa zaidi wa kutekeleza haya ambayo tunayoyaeleza hapa ni viongozi wa taasisi za hija. Hawa ndio namba 1 kabisa. Hakikisha kwamba wao, na sisi ndio tupo kwa ajili hiyo, yani ofisi hii ya mufti ipo kwa ajili hiyo, kuhakikisha ya kwamba taasisi za hija zinatekeleza masharti yaliyowekwa na Wizaratul Haji. Lakini kuna kitu kingine cha msingi ambacho tukizungumze. Zamani tulikuwa na utaratibu ambao taasisi za hija zikipeleka mahujaji zinatambulika kule Saudi Arabia. Wizaratul Haji wanazitambua taasisi, kwa maana ya kwamba wanapata kuwa chini ya mwamvuli ya ofisi ya hija ya Tanzania ambayo inajengwa kama nilivyosema na ofisi ya mufti wa Tanzania na wakfu Mali Amana Zanzibar. Ilikuwa utaratibu ni kwamba wanapewa kitu kinachoitwa username, tunawafanyia activation. Saudi Arabia kule wanajulikana, Wizaratul Haji wanazitambua taasisi. Lakini kuanzia mwaka juzi utaratibu huo ukaanza kuondoshwa. Sasa hivi Wizaratul Haji hawazitambui tena taasisi za hija Tanzania, na si Tanzania tu, nchi zote duniani. Wanatambua ofisi moja tu ndio ambayo inayopeleka mahujaji, nayo ni ofisi ya Bi'tha ambayo inaundwa na ofisi ya mufti wa Tanzania na ofisi ya wakfu Mali Amana. Nalisema hili kwa sababu mabadiliko haya hayawahusu tu mahujaji wanaokwenda kule, lakini ni mpaka humu ndani ya nchini kwetu. Mabadiliko haya lazima tuyazungumze kwa sababu ya uwepo wa vikundi au umoja wa taasisi za hija. Umoja wa taasisi za hija wanaratibu mambo yao ya hija katika utaratibu wa ndani ya nchi, lakini likija swala la hujaji kusafiri, pale zinazotambulika ni ofisi 2 tu ndio zenye mamlaka ya kumsimamia huyu hujaji. Kwa hiyo hapa mtaona kuna taasisi hizi ambazo zinazotambulika na umoja huu, lakini kuna taasisi ambazo zinazotambulika na ofisi ya hija ya Tanzania ambayo zitakuwa ni hizi, na inawezekana zikawepo na nyingine. Hilo sio tatizo kwa sababu wana utaratibu ambao wamejiwekea
kuwa ni mwanachama wa Tahafe au mwanachama wa Utahiza kule Zanzibar, lakini mas'ul wa ibada ya hija kuwasimamia mahujaji Tanzania, mahujaji wote wako chini ya ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Hili ndio jambo ambalo tunatakiwa tulifahamu. Kila anayesafiri kutekeleza ibada ya haji Tanzania yuko chini ya maelekezo na usimamizi wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya, ampe umri, amzidishie umri, na vile vile ampe nguvu katika kusimamia. Si jambo dogo, si jambo dogo, wakili, ni jambo kubwa sana ambalo kila Muislamu anayetekeleza ibada yake ya haji kule ana wajibu wa kumshukuru Mheshimiwa Mufti, kwa sababu fursa unayoipata kuitekeleza ibada yako ya hija salama salmini, basi ni miongozo inayotolewa na Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar Zubeir bin Ali Bwana. Kwa haya machache nisisitize zaidi tu kwamba mahujaji watakiwa walipie gharama za hija mapema ili waweze kusimamiwa sawasawa na taasisi zetu za hija zilizokuwepo Tanzania bara. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.